A'udhu billahi minash shaitani rajim. Hata tukikesha klabu asubuhi tupo gym. Nampenda tena na muheshimu. Mkata shombo ukipenda mwite ndimu. Bombo clat Mamacita. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mwana Hasbirio ni hatimaye Kajala ameingia kwenye mikono ya Konde Boy. Of course kama Harmonize ataendelea kukaza sana, possibility za kumpata mrembo huyo ni kubwa sana. Kwa kutumia akaunti yake mama zaidi ya mtandao wa kijamii ile ya Instagram, Kajala ameweza kushare pamoja na sisi, akasema ya kwamba kwa mjibu wa kile anachokiona, anaona zipo dalili za kumpenda mtoto wa mtu. Na of course baada pia Harmonize kuweza kuachia wimbo mpya ambao ni video teaser ama ni audio teaser vile vile, kwa sababu hakuiweka official bado, ambayo alikuwa anamwimbia Kajala kwa mara nyingine. Basi watu wengi wameweza kuifananisha hii post ya Kajala moja kwa moja na ulimwengu wa mahusiano mapya na Konde Boy. Wale ambao mlipata time ya kuweza kupita kwenye platform zetu zote siku ya jana, nadhani mtakuwa mlibahatika kuweza kuona kile ambacho tulikuwa tumekiweka, kinachoonesha uhalisia wa namna ambavyo Kajala anaonesha kwamba anapendwa kweli kweli na Harmonize. Na Harmonize pia amekuwa hachoki kuonesha mapenzi ya kweli kwa mrembo huyo tangu waachane hadi kufikia siku ya leo. Of course tukianzana na swala pia la kuachana kwao, hakukuwa na masuala ya taraka, yani kwa sababu walikuwa ni wapenzi wa kawaida, hakakuwa na mambo hayo. Lakini pia hakukuwa na misemo ya mitandaoni ambayo inaonesha kwamba wameachana vibaya. Kulikuwa na kuachana kwa kirafiki ambako walikuwa nao wawili hao. Na mimi kazi yangu Mwana Hasbirio, kama anavyokuambiaga siku zote, ni kuhakikisha hakuna story inayokupita mikononi mwangu. Na hiyo ikiwa ni moja kati ya story ambazo nimezipokea, nitakuwa nikiendelea pia kusogezea zingine ambazo nitakuwa nimezipokea. Endelea kuwa sehemu ya Hasbirio. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Hata tukikesha klabu asubuhi tupo gym. Nampenda tena na muheshimu. Mkata shombo ukipenda mwite ndimu. Bombo clat. Mheshimiwa Rais umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa, kuja Mwandoya, kuja hapa Mwanuzi. Utatoka hapa utaenda Bukundi, utaenda Mkalama, utaenda Iguguno, utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wa kina na ikakubalika kujengwa, na inazo sifa zote kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanameatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa Wanasimiyu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya Wanameatu na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kisesa, ninaomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu. Daraja la Mto Sanga litakalojengwa kati ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa. Daraja la Mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato, litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima. Daraja la Mto Semu litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya, litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu Mheshimiwa Rais ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Rais, katika maombi ninaomba jimbo la Kisesa sasa, katika miundombinu hii ya kijiografia, naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, lakini jambo jingine ni hospitali, kituo cha afya cha Mwandoya. Kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto
Nitataja chache, zingine tutapambana nazo na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali. Lakini hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo Ng'anga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo cha kudhibiti tembo cha Marwiro milioni 80. Mheshimiwa Rais, kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi yakiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu uliridhia fedha zije na vituo vifunguliwe, tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya TAWA, halmashauri kwa ajili ya kupambana na hawa wanyama pori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kuwa baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa Mheshimiwa Rais, na hawa wananchi walishinda kesi mahakamani, na kwa sababu mahakama ndio mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na ninaileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu Mheshimiwa Rais, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani. Mnunuzi wa pamba unapokuwa na mnunuzi mmoja, akipata matatizo tu ya kifedha kidogo, wananchi hawa wanaenda kwenye AMCOS, wanaenda kwenye maeneo ya kuuza pamba, hakuna fedha. Kwa hiyo ukiwa na mnunuzi mmoja ni hatari sana. Sasa bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa. Mfumo wote ule unaoanzishwa ni lazima usicompromise ushindani katika soko huria. Mfumo wote ule unaoanzishwa usilete usumbufu kwa watu waende kuuza pamba sokoni halafu wasikute pesa. Wakiwa wanunuzi wengi, huyu akiwa na changamoto ya fedha, huyu akiwa na changamoto ya fedha, huyu atakuwa nazo fedha. Kwa hiyo ukiwa na wanunuzi 5 huwezi kupata shida ya fedha. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.